shinikizo kwa serikali kuhusu kuweka wazi hali kamili ya mkataba wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, yani JKIA, limeendelea kuongezeka, ikifichuliwa kuwa kampuni ya Kichina ndio inayoongoza mchakato huo. Huku joto hilo likipanda, NTV imegundua kuwa kandarasi hiyo imezawadiwa kampuni kutoka taifa la China, mkataba ukitarajiwa kutiwa saini wiki ijayo. Hadi wa sasa mamlaka ya kusimamia viwanja vya ndege yani KAA na serikali vimesalia kimya, viongozi wakitoa hisia mseto kuhusu hilo. Mkataba unasubiri muda wa siku 14 kuwapa muda wanakandarasi ambao hawajaridhishwa na mchakato wa kuzawadi zabuni kupinga mpango huo kisheria. Kandarasi hiyo inasemekana kugharimu kati ya shilingi bilioni 150 na shilingi bilioni 180. Kampuni za Kichina, China Road na Sinohydro ziliwasilisha zabuni. Zabuni hiyo ilifunguliwa tarehe 3 Machi mwaka huu. Kwa sasa JKIA ina uwezo wa kuhudumia wasafiri milioni 8.9 na mradi huo upo katika mipango ya kuongeza idadi hiyo hadi wasafiri milioni 22.3 kufikia mnamo mwaka 2045. Kazi hiyo bila shaka iko katika awamu ya pili, ikilenga kuboresha miundo misingi ya JKIA na kuongeza wasafiri hadi milioni 12 ndani ya miezi 18.